Bwana, kutoka katika makaburi ya Kisutu, mwili wa dada yetu Hawa Karina hapa ndo unakwenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Waombolezaji ni wengi kwelikweli, watu wengi wenye nyadhifa tofauti, wasanii lakini pia viongozi wa kiserikali, watu mbalimbali, marafiki, lakini hata wale ambao walikuwa hawakuwahi kuwa na ukaribu Hawa, lakini kuguswa na msiba huu kimewafanya leo hii wajumuike na maelfu ya watu kuja kumpumzisha Hawa Karina. Watu wa dini mbalimbali wako hapa. Hii inaonyesha ya kwamba ni namna gani ambavyo msiba wa Hawa Karina umewagusa watu wengi mno, pasipo kuangalia upande, pasipo kuangalia wapi ni wapi. Watu ni wengi mno, na hapa watu ndio katika wakati wa kufukia mchanga kuingiza katika kaburi. Mimi nataka uangalie mwanzo mwisho kilichotokea, uangalie mwanzo mwisho dua ambazo zimepigwa na mashehe katika makaburi haya ya Kisutu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kidogo tunatangazo muhimu. Tunataka tuwafikishie Waislamu na msiokuwa Waislamu katika eneo hili ili tuweze kuastiri wenzetu waliotutangulia akhera. Sisi ndugu zenu wa Jumuiyatul Akhlaqul Islamia, na tutambua kazi tunazozifanya katika mahospitalini humo kuwatazama wagonjwa bila kuchagua dini ya mtu. Wagonjwa wetu sisi wote ni wetu. Lakini sasa hivi tuna jambo moja ambalo tunapambana nalo, kuwapambania wenzetu waliotangulia pale akhera, pale kwa kopa pale. Tunapambana katika kuhakikisha wenzetu waliolala pale wanapata stara kama hii mnayoiona ya ukuta. Mabwana, yale makaburi mchana ndio makaburi. Jua likishazama makaburi yale yanakuwa ni magodoro ya watu kuja kufanya zinaa pale. Kwa hiyo tunaombeni sana sadaka zenu tumtolee Bi Hawa huyu zikafanye kazi ya pale ili kumuongezea katika yale mema yake ambayo yeye mwenyewe ametanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo la kwanza. Kila pili, kupitia vyombo hivi vya habari ambavyo vipo hapa, miezi kadhaa iliyopita tulikuja kumzika dada yetu Dida hapa, tukawaomba mtufikishie salamu zetu kwa Bwana Diamond, lakini mpaka dakika hii bado Bwana Diamond hatujabahatika kuonana naye. Kwa hiyo tunawaombeni kupitia vyombo hivi vya habari mtufikishie. Sisi Jumuiyatul Akhlaqul Islamia tunamhitaji Bwana Diamond haje pale Mwananyamala kuangalia palipobakia, kwa uwezo wa Mungu pamaliziwe, ili wenzetu walala pale wapate stara iliyokuwa nzuri. Tumeni inshallah. Wewe watapita vijana huko na mifugo, inshallah tutolee sadaka, tutolee ndugu zetu waliolala pale wapate stara iliyokuwa nzuri inshallah. Takbir! Allahu Akbar. Marhum Hawa Hussein binti Ibrahim. Kwa tunahitaji sasa utulivu ufanyike vizuri, kwa sababu shekhe hapa ndo anakaa kwenye kichwa sasa hivi kwa ajili ya kuanza hiyo kazi. Kwa hiyo tunaomba utulivu kidogo, then baada ya hapo tutapeana utaratibu mwingine. Shekhe, tafadhali mashkura, karibu sana. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو حي دائم قاهر قادر عادل فاضل لا ينام ولا يموت ولا يحول ولا يخفوت ولا يزول أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الموت حق وأن النار حق وأن القبر حق وأن الحوض حق وأن المنكر والنكير حق وأن الله رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأنك ساعة لا ريب فيها
آتية لا ريب فيها واجعل من في القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية، كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن يأتيك الملكان المؤكلان المحاسبان فلا يفزعاك ولا يرهباك ولا يهولاك ولا يروعاك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما قبلتك وما إخوانك فقولي الله ربي ومحمد النبي والكعبة قبلتي والإسلام ديني والمؤمنون والمسلمون كلهم إخواني. على ذلك خلقت وعلى ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين. آمين. ثبتك الله تعالى بالقول الثابت. آمين. ثبتك الله تعالى بالقول الثابت. آمين. ثبتك الله تعالى بالقول الثابت. آمين. اللهم ثبتها بالقول الثابت. آمين. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات، واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور، إنك رب الغفور الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kwa niaba ya mzee wetu, mwenyekiti wetu wa ukoo wa Mikdadi Hamis Marzuku, nyumbani kule mzee alitoa shukurani, lakini haitoshi. Tumeona kuna watu wengine walikuwa hawapo nyumbani. Ndugu zangu, mambo haya yaliyotokea ni mambo ya kawaida katika sisi wanadamu. Minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ni jambo la kawaida, ni jambo la ukweli, ni jambo lisokuwa na mashaka. Sisi kama familia tunasema alhamdulillah. Jambo la kwanza kabisa, tunamshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada za mwisho alizojitahidi kwa ajili ya dada yetu Hawa kuweza kurudi kwenye afya. Lakini Mwenyezi Mungu amefanyaje? Ametaka. Kwa hiyo hatuna budi kusema alhamdulillah. Jambo la pili, tunawashukuru ndugu zetu wa vyombo vya habari ambao walishikiliana na familia hii, walikuwa karibu na sisi, walikuwa karibu na kila jambo la Hawa na liliweza kujulikana na msaada uliweza kupatikana. Jambo la tatu, tunawashukuru viongozi wa dini zote, waliweza kufanya ibada mbalimbali na maombi mbalimbali kwa ajili ya maradhi ya Hawa, lakini Mwenyezi Mungu tayari alikuwa amelikadiria la kwake na leo limekuwa. Na nne kabisa, napenda niwashukuru ndugu, jamaa, majirani, marafiki wa Hawa. Tangu imetokea habari hii tuko nao pamoja na wako pamoja na sisi, na wengine hamkuwepo nyumbani lakini tumewakuta huko makaburini. Tunawashukuruni. Mwisho kabisa, familia inawaombeeni dua kwa yote mlioyafanya, na hususan inamuombea dua mama yetu Suluhu Hassan. Al-Fatiha. Amin. Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya dua, nipende kuinukuu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema,
almautu babun wa kullu nasu dakhilun, mauti ni mlango. Itafakari wewe eneo uliokuwepo hapa wewe, hebu litafakari eneo hili, utakuja kulala hapa, lakini umemwandalia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Umemwandaa, una mazingira gani au una maandalizi gani? Kumbuka almautu babun wa kullu nasi dakhilun, hii ni safari ya wote. Huyu mwenzetu tayari tushamstiri hapa, tukirudi nyumbani huenda unaweza nikafa mimi au wewe. Na kwa kauli ya Sheikh Walid, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, anasema ibada ni kuacha, ibada ni kuacha. Sasa inategemea unakwenda kuacha nini, bali insanu wama alaina ila albalagh mubin. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Kabla Sheikh hajamalizia hapo dua, mzee wangu amenigusia hapa jambo. Watu wote tukimaliza hapa tunahitajika kurudi kule, lakini kama una shughuli yako muhimu unaweza kaendelea. Sasa pale nyumbani tuna riziki, kuna chakula, swadaka kidogo. Kwa kama utahitaji kurudi pale unaruhusiwa. Lakini kama itakuwa tofauti na vinginevyo, labda una shughuli zako kwenda kujenga majukumu mengine, pia unaruhusiwa. Baada ya kusema hayo, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وسلم تسليما كثيرا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.